MTV, your voice, your stories, your channel. Mtazamaji mpendwa wa MTV, jioni ya leo tunaangazia sehemu tofauti mambo ya financial literacy, ufahamu wa matumizi ya hela. Pesa imekuwa ni changamoto sana katika maisha ya mwanadamu. Mara nyingi tunashindwa kuwa na elimu ya utumiaji na uwekezaji wa pesa katika maisha yetu. Na jambo hili limetuletea shida hata kwa jamii zetu, shida katika nyanja mbalimbali. So nikamtafuta Profesa Shauri wa Chuo Kikuu cha Pwani University ambaye nilitaka jambo hili alipatie upana na marefu kuhusu financial literacy. Watu wengi, kila mtu jambo hili linamgusa. Kabla uende kwa kazi nyingine, je, uko na elimu ya pesa? Unaweza ajiriwa upewe milioni 1 kwa mwezi, lakini huna elimu ya pesa. Pesa unazitumia holela holela. So twende kwa Profesa. Prof, karibu sana. Asante sana kwa kunikaribisha katika kipindi. Mimi ni profesa wa sayansi ya jamii na maendeleo, na swala zima la kuwa na ufahamu wa pesa ni swala pana, ni swala kubwa, na ni swala ambalo linahusu kila mtu katika hii dunia. Si Mkenya, si mtu ambaye anatoka nje ya nchi ya Kenya. Swala la pesa ni swala ambalo linagusa maisha ya binadamu ya kila siku. Na swala la pesa ni kama ambalo ni swala la siri, kwa sababu swala la pesa ni swala ambalo halifundishwi darasani. Kwa sababu swala la pesa ni swala muhimu sana, kwa sababu kazi zote zenye tutazifanya kama binadamu tutapata ajira. Lakini hakuna mtu anakufundisha kuwa kule darasani jinsi ya kuchunga ajira ama jinsi ya kutumia ajira. Iwe ni elimu ya kitamaduni, iwe ni elimu ya kisayansi, ni wachache sana wana bahati hiyo ya kuweza kujifunza somo ama kuweza kuwa na taaluma ya kuona ni vipi pesa wanatengeneza na ni vipi pesa wanazitumia na kujenga utajiri. Kwa sababu kuna formula ama kuna mbinu ya kuweza kujua ni vipi unaweza ukatengeza utajiri katika maisha yako. Sisi sote huwa tunafanya kazi, tena tunafanya kazi kwa bidii. Lakini sasa tukiangalia mifuko yetu, tukiangalia akaunti zetu kwa benki, hakuna kitu, na tunafanya kazi. Basi iwe mtu ameajiriwa, anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka saa 11 ofisini, iwe mtu ni mwanabiashara, biashara ndogo ndogo, lakini ukiangalia mwisho wa siku, mwisho wa mwezi bado. Kwanza wale wafanyakazi inakuwa kama kila siku wanaanza zero. Yaani mwisho wa mwezi pesa zimekuwa nyingi kwa sababu wamepata mshahara, ukikaribia mwisho wa mwezi pesa zimeenda chini, hakuna. Kwa hivyo kuna changamoto ya kwamba je, ukifanya tu kazi kwa bidii ama kwa vizuri, je, wewe utaweza kuwa na pesa? Hatua ya kwanza, lazima mtu ajifundishe kuweka akiba. Naita saving. Lakini watu wengi hujiuliza, sasa hii saving kweli mimi na save? Hii saving pia iko na formula yake. Hawezi tu kusave, kuweka pesa tu na save. Hapana. Kusave kuna formula yake. Lazima kwanza utoe matumizi yako ya kawaida, ambao tunasema 70% iwe inagharamia maisha yako ya kila siku. Chakula, ni nguo, ni kulipa renti, ni transport, lazima ianguke kwa 70%. 20% lazima, na narudia, lazima uiweze kuisave. Lazima uweke akiba 20% ya pesa zako. 10% zilizobaki lazima pia ujifurahishe, kwa sababu ukifanya kazi bila kujifurahisha, kesho itakuwa huna nguvu ya kwenda kazini. Kwa hivyo lazima ujienjoy,
kujivinjari, lakini 10% peke yake. Kwa hivyo tukichukua mfano wa shilingi 100, kama mtu anafanya kazi yake na jioni amefunga kazi lakini amepata shilingi 100 peke yake, shilingi 70 ndizo zake za kutumia. Shilingi 20 lazima azieke akiba. Shilingi 10 ndio basi ataenda kunywa mnazi, ataenda disco, ataenda kwenda bar kununua bia, shilingi 10 kwa shilingi 100. Mtu akianza kufanya hivyo tu, siku ya kwanza ukianza leo, tayari tunasema ushaanza kutengeneza utajiri. Profesa, ni rahisi kuyaongea hayo kuliko kuyatimiza. Ni magumu sana. Okay, wengi watasema hawana mapato yale, lakini hiyo ndio njia ya kutengeza pesa. Mtazamaji wa MTV, katika ile hali ya financial literacy ama kwa lugha nyingine ya Kiswahili, umakini au utunzaji wa pesa na uwekezaji wa pesa. Habari yako bwana? Salama tu siwe. Majina yako kamili? Naitwa Lemi Makupe Pole. Aha. Sasa bwana Lemi, kazi yako ni gani wewe? Mimi nafanya tu na bodaboda. Aha. Yeah. Umefanya kazi bodaboda miaka mingapi? Sasa mwaka kama 10 na sasa kabla sijakosea. Miaka 10 akiendesha pikipiki. Manufaa yake nini? Manufaa yake ilikuwa nikiyaona hiyo miaka ya nyuma, lakini sasa hata sioni manufaa yoyote. Kwa sababu kile chenye nilikuwa nikipata pale mwanzo na sasa naona ni vitu viwili tofauti. Umekuwa ukisave pesa vipi? Kwa sababu nikianza hii kazi nilianza na beki ya kuajiriwa mpaka nikafikia kanunua motorbike. Sasa hii yenye niko nayo ni ya kwangu, lakini imenichosha hata fadhali ile yenye nilikuwa nimeajiriwa nayo. Ulikuwa ukisave pesa ngapi? Kwa sababu pale ilikuwa kisave pesa chini sana kama 500 pesa chini kwa siku. Kama yeah, lakini kufikia saa hii yani natamani hiyo 500 tu nipate nifanye hata shopping ya nyumbani na naikosa. Kwa hivyo hausave kitu sasa? Sasa si save kitu kwa sababu hapa nilipo tayari masaa ndo hayo yameenda na nimetoka nyumbani asubuhi. Sasa hii ni masaa yamekatika katikati, ni saa 6 na saa 7. Kwa hivyo huja save kwa muda gani? Kwa fupi yani kwa fupi huu mwaka mzima umeanza hivi na hamna kitu yote chenye nimeweka kwa fupi. Mtazamaji, hiyo ni changamoto moja ambayo wengi hawana mapato ya kutosha, sio kama zamani wakati ukifanya saving. Kwa hivyo ukisema sasa savings umeacha, itakuwa aje? Itabidi niache savings kidogo niangalie maisha yangu, kwa sababu hapa nilipo tayari pikipiki ndio hii haina mafuta ya kutosha. Pesa yenyewe niko nayo hapa ni 300. Mimi mwenyewe hapa niko na njaa. Sasa napiga hesabu, je, niweke mafuta pikipiki 300 ama nichukue kama 100 nikakule, na nikienda kula 100 unajua nitabaki na 200. Pikipiki haina mafuta. Sasa unajue masaa pia anaenda nyumbani nako kuna watu wanategemea wataka kula. Kila mtu hana mapato, hata yule tajiri hana mapato. Hata yule tajiri anapiga hesabu zake kwa matumizi yake ya siku. Halafu 20% anaekeza. Kwa hivyo inataka mtu awe na nidhamu na discipline. Kwa sababu ukianza leo kama wewe unapata shilingi 100, leo ukiweka shilingi 20, tayari leo wewe ni tajiri kushinda jana. Manake jana hukuwa na shilingi 20, leo unazo. Kesho ukiweka 20, tayari wewe ni tajiri una shilingi 40, juzi hukuwa nazo. Hivyo ndivyo utajiri unatengenezwa. Kwa hivyo nidhamu ya pesa ni muhimu. Lazima nidhamu yoyote mahali popote ni muhimu. Kila kitu kina nidhamu. Hata kufanya kazi ni nidhamu. Hata pesa kuzitumia ni nidhamu. Na nidhamu ya pesa ndiyo hiyo. 70% ni yako, utakula kuku, utakula omena, utakula matumbo 70. Sawa 20% lazima iwekwe. Lazima, kama unataka kubadilisha maisha yako, lazima iwekwe. Mtazamaji, hebu tuongee kidogo hapa. Ni pesa ngapi wewe unaweka kama savings zako? Je, ni 20, 20% ama huweki kitu? Mtazamaji wa MTV, in today's program it's all about financial literacy. Hii unazijua hizi ni barafu hizi. Niko ndani ya Pwani University.
I've met one kijana because of identity hataki kuonekana. Naelewa, ni mwanafunzi ako third year. Asubuhi ameingia class, amemaliza class yake. Hivi it's almost 1:01. Na ameamua kuuza hizi. Hii boxi zinaingianga almost pieces 200. He buys a piece at 6 bob and sells these at 10 shillings. We have a population of 10,000 students at Point University. Now try to imagine how much this boy earns. How much did you save? For example, if I sell 200, I sell 200 times 10. That's 2,000. So 2,000 minus 10. The one that's here, So you have savings somewhere. Save somewhere. So how much do you have now? Since you want to save? since I say, I have around 5,000. You see, he has around 5,000 shillings. Hii ulianza lini? I started since the semester started. Tangu semester ianze. Hapo ni lini? January. January. Akona 5,000. Do you still get support from the parents? Yeah, I usually get support. But hawajui business. Kwa nini wasijue? Because it's like a side hustle. So what's the plan after that, after saving? After saving, the plan is actually to use the money to do some other businesses. Like, Like I had to work start my business to even invest. he says after saving, he wants to open his own business. And that is what's called reinvesting. What Professor was saying, reinvesting your savings. He wants to be a boss of himself. This is MTV, Financial Literacy. Thank you. Now, Prof, hakuna shule ambayo tunafunzwa kuhusu mambo ya financial literacy. Mtu ukungwa akienda akijifunza mbele katika maisha yake. Kwa nini hakuna shule ya financial literacy? Tuweza sema hakuna shule ya kufunzwa financial literacy, lakini masomo ya financial literacy yamo. Lakini masomo haya yanafunzwa wale wenye wanajifunza taaluma za biashara. Na pia wakati wanajifunza taaluma za biashara, haya masomo haya hayako moja kwa moja kwamba hivi tunakufunza financial literacy. Inafunzwa kipande kipande mpaka iwe una uwezo wa kuziunganisha hivi vipande ndio ujue kwamba kumbe haya masomo yana maana. Kwa sababu hata katika sociolojia kuna msomi anaitwa Max Weber. Max Weber yeye alizungumzia hichi kitu, lakini alikizungumzia kidini, akaiita ile anaita Protestant ethic and spirit of capitalism. Yani ni discipline ya Protestant yenye inawatengenezea utajiri. Protestant ethic and the spirit of capitalism. Protestants wa Biblia. Wale wa Biblia. Na ukiangalia katika dunia matajiri wengi ni Protestant. Kwa sababu wao walichukulia hilo somo seriously. Somo la pesa. Ngoja kidogo. Who are these Protestants in the world currently? Ni kina nani? Je, ni Wahindi, ni Waarabu, ni kina nani? Protestants wako wa Afrika, wako Wahindi, wako wazungu. Ukijaribu kutafuta wale matajiri wa dunia na ni dini gani, utawapata ni Wakristo lakini wa Protestant. Lakini wanafuata hiyo inaitwa Protestant ethic yenye inasema fanya kazi kwa bidii. Na kila mtu anafanya kazi kwa bidii. Mimi nafanya kazi kwa bidii na wewe unafanya kazi kwa bidii. Kwa nini mwingine anakuwa tajiri na mwingine anakuwa maskini? Na wakati mwingine mnafanya kazi moja. Kama mnauza samaki nyote mnauza samaki. Kama mnachimba mawe nyote mnachimba mawe. Lakini mwenzako maisha yake yanabadilika, yako hayabadiliki. Kwa sababu mwenzako ana save asilimia yake 20. Wewe hausave, ukipata unakanyaga kila kitu. Umenielewa? Alafu anasema ukisave zile pesa unazozisave usizile. Makosa mengi tunafanya ni kwamba wale wanaosave pia wanarudia savings zao kuzila. Tukienda taswira ya utamaduni wa Kiafrika, wajua babu ana nguvu ya kucheza na mjukuu wake, lakini babu hana nguvu ya kucheza na mtoto wake. Kwa hivyo savings ni kama mtoto wako. Ukizila ni kama ambaye una commit incest.
na ndio maana tu matajiri. Kwani ninafaa kuzitumia lini hizi savings? Savings hufai kuzitumia. Savings zinataka kuwekezwa. Hiyo ni step ya 3. Umefanya kazi kwa bidii, umesave 20%, zile 20% unazo save zinatakana zikuwe invested, ziekezwe mahali. Kwa nini ziekezwe? Ili zikudouble wewe, kukusaidia wewe kutafuta. Ya gari. Ufanya miaka mingapi? Miaka 5. Ukiwa conductor ama driver? Conductor. Ni pesa ngapi ushawahi save? Sasa niko na Imarika. Good. So unaweka pesa kwa Imarika? Unaweka pesa ngapi unaweka? Kila siku 200. Kila siku 200. Na unapanga nini kuhusu hiyo pesa? Nataka kununua gari yangu. Ununue gari yako? Mtazamaji, huyu ni conductor wa gari. Rafiki yangu miaka mingi sana, conductor wa gari. Ana save 200 kila siku. Anapanga kununua gari yake. Na ukipata ile gari, what next? Nataka kununua plot na nijenge. Ujenge. Kwa hivyo uko na discipline ya kuweka 200 kila siku? Kila siku. Haujawahi kosa? Sikosagi. Napandanga 2000, 1000, lakini kila siku lazima Imarika ingie 200. 200. Order hiyo. Unaambia ni pale mtazamaji, mwambia ni kuhusu mtu ambaye ana shida kusave. Ambaye anafanya kazi kama mwambia nini? Naweza mwambia ajikakamue, ujinyime, starehe uache kando. Kila siku hata kama ni 20 uweke. Kwa sababu ya kesho yako ya uzeeni. Uzee unakuja. Uzee unakuja. Sasa hivi unaona mimi ni kijana. Lakini miaka inakuja. Miaka ya tunasiri kwa sababu ya uzeeni. Uzeeni. Mtazamaji, huyu anasema anaweka 200 kila siku kwa sababu ya uzeeni, na ni kweli uzeeni unakuja hata kuwa na nguvu tena ya kukimbizana na matatu. This is MTV. Iwe unatafuta na investment yako inakutafutia. Uone raha hiyo. Hiyo watu wa siku hizo wanasema working smart. Yaani unaenda kazini bado unapata pesa zako shilingi 100, lakini ile 20 nayo umeiweka mahali pia inarauka asubuhi na kuzalia. Wakati ilikuwa sawa za 100, sasa za 200. Sasa huo ndio utajiri sasa. Sasa si tayari utakuwa unaendelea una save, utajiri unakuwa, na pale umeinvest pia nako kuna kuletea. Wale waerevu basi huwa hata wa invest peke yake. Wale waerevu huwa wana invest, alafu wana reinvest, alafu wana reinvest. Ndio ukasikia kwa mfano TSS Group of Companies. Mtu mmoja ana kampuni 10, ama mtu mmoja ana branches nyingi za supermarket. Si kwamba eti ana pesa nyingi, anajimultiply. Yeye akiamka asubuhi kuna supermarket zake 9 pia zimeamka asubuhi. Yeye anatafuta na zile biashara zake pia zinamtafutia. Huyo ni sawa, na utakuwa sawa naye kweli? Hauwezi. Hivyo ndivyo utajiri unatengenezwa. Lakini utajiri wote unaanzia saving. Lazima usave. Watu wengi watakwambia mimi nitaka kuanzisha biashara lakini sina pesa, natafuta capital. Saving. Save utengeneze capital. Kwa hivyo tuseme uchukua loan kwa biashara. Wasemaje kuhusu nalo hilo? Loan inasaidia, lakini loan lazima iwe umeanza. Na kuanza kuzuru unaanza na savings zako mwenyewe. Kwa sababu ukichukua loan itakuwa tayari una pesa za kulipa. Kwa sababu yule amekupa loan naye ameinvest. Ameinvest kwako. Ni savings zake ameinvest kwako. Ndio maana ukapata mabenki yanapata faida kubwa, kwa sababu sisi wenyewe hatujajielewa. Lakini natakana tuanze sisi wenyewe kusave. Wakati ukichukua loan, unachukua loan kupanua biashara yako. Ndio, kama una kioski kimoja unaona chafanya vizuri na kuna mahali pengine unataka kufungua kioski cha pili, basi unaweza chukua loan. Kwa sababu itakuwa sasa umejimultiply. Hata ile loan kuilipa ni rahisi. Maana yake wewe mwenyewe kioski chako na kioski chako chengine cha loan kipya, kuilipa ni mara moja. Umenikumbusha mwezi wa kwanza nilifanya kipindi kingine ambacho kuna muuzaji makaa. Alianza kuuza makaa gunia moja mpaka kanunua gari. Akasema yeye alikuwa akifanya savings na mashirika mbalimbali na mwishowe akachukua loan akaendeleza. Si story ya uongo. Mimi kuna watu wenye nishaongea nao kuhusu hayo maneno na wakachukulia very serious. Mmoja ni kinyozi wangu. Yule kinyozi wa kunyoa shilingi 50 kila siku. Kapiga story pale akininyoa, nikamwambia unajua unaweza kuwa tajiri. Basi mimi nikafikiria ni mzaa. Baada kama miaka 2-3 nilienda kunyolewa, nimekaa, ananinyoa akanambia hebu angalia huko nje.
nikaangalia. Nikamwambia kuna nini? Anasema uoni kitu? Nikamwambia sioni. Ambapo angalia vizuri. Nikamwambia naona kuna matatu. Anasema ile matatu ni yangu. Niko na muuzaji maji. Karibu sana. Asante. Majina yako kamili? Mimi naitwa Newton Ndegwa Ng'ombe. Nafanya kazi ya kuuza maji, energy drinks. Ndio nafanya. Ulianza kuuza lini? Niko na miaka kama 2-3. Ukiuza maji? Maji kama hii unauza pesa ngapi? 50. Unanunua pesa ngapi maji? Hii nanunua 35. So una make shilingi 15? Kwa chupa moja? Ni pesa ngapi una save kwa siku? Kama naweza weka 500, nataka tuweka 500 kila siku. Faida. Naweka mahali kwa account. Una save shilingi 500 kila siku? Kwa account? Unapangia nini kuhusu pesa? Nataka nikuwe kutoka hapa, nikuwe na fridge yangu mwenyewe, nikuwe na duka. Kutoka hapo nafikiria kukopa gari ya kufanyia kazi ya kubeba watu. Kwa hivyo wewe unapanga usave pesa ubadilishe maisha yako? Yes, that's what I want. I want to grow my life from here. Yes. Mtazamaji huyo anaweka shilingi 500 kila siku, muuzaji maji hapa barabarani. Utaona akiuza maji hapa, anapanga anunue fridge yake, anunue duka lake, anunue gari, auze maji kwa usoni. The art of saving, financial literacy. This is MTV. Si wewe ulikuja ukaniambia unaweza save na ukabadilisha maisha. Basi mimi nilikuchukulia serious na save. Ile matatu ni yako. Unaona? Kwa hivyo inawezekana. Inawezekana. Kwa sababu utajiri unakuzwa kile kidogo kidogo. Wanasema pia Waswahili bandu bandu umaliza gogo. Mtazamaji, ni maneno rahisi sana ambayo profesa anayaongea. Kuwekeza. 20% tu. Usiondoke. Hii ni MTV. MTV, your voice, your stories, your channel. Wafanyikazi wengi wa serikali, jambo hili la discipline na savings halimo kwao. Who will help people to know this knowledge that saving, it is the backbone of our life? I think this responsibility was left to financial institutions. But you remember financial institutions also have interests. Yes. The moment you save with them and you are not using your money to do anything else, they enjoy your money. They use your money to give it to other people. So for them, they meet their interest. But for you, you are out of their interest. In fact, kitu muhimu cha mfanyikazi yoyote ama mtu yoyote yule mwenye amesoma wakati amepata kazi ni kujaribu kutafuta saving aweze kuinvest. Na ikiwezekana akiinvest vizuri pale kazini pia hapaondoki. Kwa sababu watu wenye wamefaulu katika maisha ni watu wenye wana own means of production. Sio wale wanaofanyia wenye wana own means of production. So kila mtu lazima struggle awe na kitu anakimiliki cha kuzalisha. Ili aweze kuajiri wengine wamfanyie kazi wamzalishie. Kwa hivyo wafanyikazi wengi wanajisahau pale, hasa wafanyikazi wa serikali, kwa sababu wameambiwa retirement miaka 60, basi wanaiona miaka 60 ni mingi sana. Kwa hivyo hata hawasave, kwa hivyo hata hawainvest. Miaka 60 ikifika, wakiambiwa wana retire wana panic. Kwa sababu hawajajitayarisha. Lakini philosophy ya kufanya kazi si kwamba uwe hapo mpaka uretire. Philosophy ya kufanya kazi ni uwe hapo ujitafutie capital, uinvest kwa kitu chako mwenyewe. Ikiwezekana pia ureinvest na ureinvest. Ukiona umetosheka unatengeneza pesa nyingi kushinda pale kwa mshahara, unatoka. Unaacha mtu mwingine naye aje atafute capital. Lakini tumepewa elimu ya mkoloni kwamba ukifundishwa ukienda shule ukipata degree basi wewe ufanye kazi mpaka ufike miaka 60, ufike miaka 70 uretire. Hapana bwana. Hiyo ni elimu fupi kabisa. Jiulize wewe kwa nini wakati unatafuta kazi mwajiri anataka experience. Lakini wakati una miaka 60, wakati ndio una experience kabisa anakufuta. Mtazamaji, una retire at 60 wakati you have the best experience
na hapo ndo naambiwa go back home. Kwa sababu kuna hiyo hali ya kutojielewa kwamba ile nafasi umepewa ufanye kazi ilikuwa ni nafasi ya kujijenga. Na wakati wewe umepewa hiyo experience yote ilikuwa uitumie hapo katikati ujitengenezee mambo yako. Na ndio maana una experience yako lakini unapelekwa nyumbani, manake hujajipanga, umemzalishia mwenzako mali. Kama ni serikali, kama ni mwanabiashara wa private umemzalishia, alafu unaenda nyumbani kwa sababu hukufahamu ama hukuwa na ufahamu wa kutumia fedha zako vizuri ili uwekeze ili na wewe uwe mwajiri. Niko na muuzaji viatu hapa Kibaoni Kilifi, ambapo yeye huuza second hand shoes hapa chini ya Mkilifi. Unaweza pitia kumpromote wakati wowote, ana viatu vizuri sana. Tunaongea kuhusu mambo ya financial literacy. Na habari yako bro? Poa sana. Hii biashara yako ulianza lini? Sema 4 years ago. 4 years ago? Which means it's sustaining you? Kind of, because nilianza nikiwa student, nimesomesha na nimemaliza. Ulikuwa student wapi? Hapa Pwani University. Ulikuwa Pwani University? Yes. Ulisomea nini? Bachelor of Science in Physics. Sorry? Bachelor of Science in Physics. Bachelor of Science in Physics. Ulimaliza lini? Maliza 2025. No. Maliza 2020. When was last year but 2? Yeah, 2023. Ulimaliza degree yako? Yeah. Na ukaanza hii? Na nikaanza. Hii hata nilikuwa nimeanza bado kama nasoma. Na hii imekusustain muda wote huo? Imensustain. Sionangi any challenges. And are you saving any money? Wewe sema una save, manake unajua uko na mambo mengi pia. Uko na majukumu. Also uko na yani vitu zako unataka ufanye mambo kama investments hivi. So rather than saving, I prefer investing somewhere. So you're investing somewhere? Yes. What are you investing? Something like I buy shares. Buying shares, buying lands, vitu kama hizo, mifugo. So uko nayo yote? Mifugo nayo. Nyumbani like nyambi, shares niko nazo. Cheza kampuni gani? KPLC. KPLC. Yeah. Now that is also saving, you know. So pia ni saving kiasi. Ni kind of saving lakini in terms of investing. What do you have to tell someone mtu ambiko pale nje anaangana aanze maisha? Mimi naweza mwambia tu wenyewe kazi yote akipata achape. Manake sasa hii unaona mimi mwenyewe nimegraduate niko hapa. Nimesoma but I prefer hii kazi than kwenda kutafuta kazi nyingine nianze kuanza kulipwa kama 20k ama niambiwe nianzilipwa kama 17,000 which ambayo unaweza tengeneza huko streets kama wewe ni mjanja unaweza tengeneza hata within 3 weeks. Mtazamaji, huyu ni mwanafunzi ako na degree na amekaa chini hapa anaosha viatu. Hii ni biashara yake. And ako na investment ya shares KPLC. Ako na mifugo nyumbani. Amenunua shamba out of this. Usiondoke, hii ni MTV. Unajua tumeshindwa hata na wauzaji mboga pale barabarani, mtaani, pale sokoni, wauza samaki, wauza mchicha. Utaona amewekea pale till payment mode. Nilipie na hii. Lipa na till, lipa na pay bill. Kumbe yeye anatengeza statement yake. Aende akachukue facility kubwa zaidi. Kwa nini muuzaji tomato ako na akili ya financial literacy kuliko mtu aliye ofisini? Watu walio ofisini wanadanganywa na ile permanent and pensionable. Hiyo ndio shida hiyo. Wanajua mimi sifutwi na nikimaliza basi nikizeeka pia nitapewa pension. Lakini hawajui kwamba wakimaliza wakizeeka magonjwa nayo yanakuja sasa. Hao ajiri ni werevu, wanakupatia medical cover, medical insurance kama uko kijana hauumwi. Lakini ile wakati una retire, sile tu pension twako ndio kutumia kujitibu blood pressure, blood sugar, blood. Kwa hivyo hiyo pesa haitoshi. Lazima mtu aanze mapema aweze kuwekeza. Na wale wanabiashara wadogo wana maono kwa sababu kazi zao si permanent
na si pensionable. Lazima waweze kujiekea ili waweze kujimudu wakati biashara zao zimeenda chini. Kwa hivyo wao ni werevu zaidi kuliko wale wengine. Kuna wafanyikazi kidogo tu ambao wanaweza wapea asilimia kubwa ya werevu. Walimu wa shule. Walimu wa shule za msingi, walimu wa shule za sekondari. Unaona ni mwalimu anapata 9,000 ambazo hizo ni 300 tu kwa siku. Lakini atanunua shamba, atanunua beskili, atanunua pikipiki. Lakini watu wengine ambao tunawakondemu kabisa, wenye wako chini, ambao hii elimu ya financial literacy iko chini kabisa, ni kama mfano madereva wa matatu, madereva wa malori, makondakta wa matatu. Mtu analipwa 500 kwa siku, 200 zaidi ya mwalimu wa primary, lakini hana cha kuonyesha. Kwa sababu hawana hii elimu ya financial literacy. Kwa hivyo ni muhimu, ni jukumu la taasisi za serikali, hasa taasisi za ugatuzi, zisambaze hii elimu kwa hawa watu wenye wana mapato ya chini, kwa sababu kuna wengine wao wanapata pesa nyingi kushinda hata wale ambao wanaonekana wanafanya kazi safi. Mtazamaji, nitaingia mtaani, niongee na mama mboga, niongee na makondakta, niongee na madreva, muuzaji samaki. Hii ni njia tu ya kukuletea wewe elimu ya uhifadhi ama uzalishaji wa pesa. Mtazamaji, niko kwa wauzaji Muguka. Sasa yeye anauza hii ndoo. Hii ndoo ukiuza ni pesa ngapi? Nikiuza naweza toa 1,500. Kitoa ya mkulima unabaki na kidogo. Naweza baki na 200 ama 300. Ukikula lunch ama breakfast nyingine unaweza njipata hakuna kitu umebaki nayo. Saa nyingine unaweza leta ukue hakuna wateja ikauke yote, ukue sasa kule shambani unaandaiwa, kwa gari unaandaiwa. Anjipata uko na stress sana. Sababu kazi hakuna, ndio hiyo umepata kidogo naye ndio hiyo unaandaiwa. Anyway, maisha ni ngumu. Na wewe una save ngapi ukipata? Nikipata naweza save 200 ama 300. Naweza kosa pia sababu ya hali venye iko. Ila nikisave naweza saidia kulipa nyumba ama kulipa pesa ya shule. Saa nyingine unaweza kosa tu. Na ule wakati kulikuwa kuna biashara mzuri, ulikuwa na save ngapi? Wana save kama 400 500. Kama kuna kazi hiyo wiki unaweza save ndio upate ile at least waweza njilipia nyumba ama usalipia mtoto pia. Ushawahi nunua kitu kikubwa cha biashara kama vile ununue shamba, ujenge nyumba na hii kazi? Hii kazi huwezi nunua shamba. Hapa ni Mungu, baby Mungu tu. Hapa huwezi kabisa, maana ni stress. Ama sasa hivi kule kuna ukame, hakuna mvua sasa hivi. Kilo moja tunaletewa na 1,500. Ukilipa gari unaona hakuna kitu unabaki na. Umebaki na ile tu ya siku ya kukula peke yake. So iko na changamoto na challenges sababu ya ukame kule ambao inatoka. Saa nyingine biashara imekuwa chini kabisa mpaka unasema naweza acha hii kazi. Unaona? Yes, hiyo ndio challenges tunapitia katika hii kazi. Prof, neno lako la mwisho. Mimi neno langu la mwisho ni kusisitiza kwamba hii elimu ni elimu muhimu, na niitishe taasisi ziweze kufundisha watu. Na ni watu wengi, si wale wa chini peke yake, hata wale wa juu hii elimu hawana. Hii elimu ni haba kuiweka pamoja shuleni. Hii elimu iko vipande vipande. Kwa hivyo kuwe na mchakato wa moja kwa moja wa kuweza kusema njooni tuwafundishe jinsi ya kukuza utajiri. Kwa sababu utajiri unakuzwa na ni vitu ambavyo sisi tunavifanya kila siku, lakini tunavifanya vipi? It is how we do them. Tunafanya kwa makosa. Tuna save kweli, lakini alafu tunakula hiyo saving. Kwa sasa wanawake wako na chama, wanachangiana, wana save, lakini wakibomoa chama wanaenda kununua madera. Wanaenda kushukwa nywele, wanaenda kununua vikombe, waunwe chai. Ambapo sasa ile saving wangeinvest ili izalishe zaidi, ili kuwe sustainable, ili avune kila siku. Lakini hiyo elimu hawana maskini. Kwa hivyo akipata kiboksi kimevunjwa, amepata laki zake 2, kwa hivyo hizo lazima zitumike mpaka ziishi. Wavuvi wanaenda kuvua samaki, ameshika samaki wa 10,000, lakini arudi tena baharini mpaka ziishi. Kwa hivyo utajiri tuko nao humu, lakini elimu
ya kujitajirisha ndio ni haba, haifunzwi, na sijui ni kwa makusudi ili watu wawe maskini, watu wengine wafaidike na kule kuhangaika kwa wananchi, ama ni sisi wenyewe hatujajizatiti kutafuta hii elimu. MTV, your voice, your stories, your channel.